Maombi yenu ya awamu ya pili ya mpango wa manunuzi wa vifaa tiba tumewapokea. Waziri yupo, tutakwenda kuyafanyia kazi. Msamaha wa kodi kwa vifaa na muundo wa utumishi KCMC. Msamaha wa kodi kwa vifaa tunachukua, na ni imani yangu kwamba maombi yameshafika TRA, tutakwenda kuyafanyia kazi kwa pamoja. Lakini muundo wa utumishi wa KCMC, jambo hili lililetwa kwangu mara ya kwanza na Baba Askofu Shoo mwaka 2021 nilipokuja kwenye sherehe za miaka 50 ya KCMC. Lakini mara ya pili nilikutana na Baba Askofu Malasusa mwaka jana 2025, na aliniambia jambo hili la muundo wa utumishi, na nikamwahidi nitalifanyia kazi. Ndugu zangu na watumishi wa KCMC, nimelifanyia kazi. Serikali imeanza kulifanyia kazi. Tumefanya uchambuzi wa kina na tukakuta tutakuwa na ongezeko la gharama la milioni 340 kwa mwezi tutakapotekeleza muundo huu. Na kwa maana hiyo, kwa sababu bajeti iliyokwisha imemalizika bila kuwa na component hii, hatukuweza kutekeleza. Na bajeti tuliyoipitisha jana ni lazima kwanza ifanye kazi na tuone tunaweza tukaingiza wapi ongezeko hili bila kuathiri maeneo mengine. 340 ni fedha nyingi kwa mwezi. Kwa hiyo tumeamua tutakapofanya mapitio ya bajeti mwezi Disemba mwaka huu, tutaangalia uwezekano wa kupenyeza hili, kuanza kutekeleza muundo mpya wa utumishi kwa hospitali hii ya KCMC. Kwa hiyo nimelifanyia kazi, mababa askofu, kama mlivyonitaka. Kwa ndugu zangu watumishi wa KCMC, jengo tulilolizindua leo ni zuri na lina vifaa vya kisasa. Vifaa vyote nilivyoviona pale ni toleo jipya la vifaa vile. Leo ukienda popote ulimwenguni utamurikwa na vifaa vile vile vinavyomurika hapa. Hiyo ndiyo Tanzania. Hiyo ndiyo KCMC. Ila vifaa vile vitapata maana pale vitakapoambatana na huduma inayotolewa kwa ubora, weledi, nidhamu, uadilifu na kwa kuzingatia misingi ya utu. Nimekutana na madaktari bobezi na madaktari bingwa. Wamenieleza mambo wanayoyafanya mle ndani. Nimewaelewa, na nimewaelewa mara mbili kwamba wamedhamiria kutoa huduma kwa wananchi. Nimekutana na mwanangu mmoja anaitwa Rehema kule kunakopigwa mionzi. Amenieleza anachokifanya na nikaelewa kwamba amebobea. Sasa uwepo wa vifaa, uwepo wa madaktari uendane na huduma inayotakiwa. Mgonjwa hudumiwe katika mazingira salama. Jambo hili ni kubwa, maradhi haya ni makubwa. Wagonjwa wahudumiwe katika mazingira salama. Vile vile, ili huduma hizo njema ziweze kuwa endelevu, matunzo ya vifaa hivyo ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu mashine moja tu likisita kule ndani, mfumo wote wa matibabu umesimama, kwa sababu mashine moja imesita kufanya kazi. Kwa hiyo, kwa ndugu zangu, watoto wangu ambao mnahudumia mashine hizi, uangalifu, umakini, uzingatiaji wa maelekezo ya kuendesha vifaa hivi ni muhimu sana. Niwasihi sana kila mmoja wetu au kila mmoja wenu mnaohudumia abebe jina la KCMC kwa uzito na heshima yake. Sio leo tumezindua, baada ya mwezi huduma hakuna, vifaa vimesimama. Hapana. Kama ni maintenance, kampuni zinazofanya maintenance ziitwe mapema kabla mashine kusimama.
niwaombe sana, tulibebeni jina la hospitali yetu. Ndugu zangu, niungane na Baba Askofu Malasusa kusema kwamba, na niwasihi wananchi, tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima. Mnakuja katika hatua za mwisho. Tezi dume imeshaota. Imesha nini, maumivu yakikukolea ndio sasa huna budi unakwenda, lakini vyema kwenda kupima mapema ili ujue hadhi yako, ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima. Na kwa wanawake wenzangu, tusichelewe kufanya uchunguzi wa kansa za kizazi, lakini pia uchunguzi wa kansa za matiti. Tusiogope kwenda kupima, jichunguze. Amesema hapa Baba Askofu kwamba wagonjwa wasizidi, ndio, lakini vifaa vile vipo pia kufanya uchunguzi. Mzima humwi, lakini ukienda kitakuskini mwili wote. Ilipo kinasimama, kinaonesha mshale hapa ipo, lakini kama hakuna mwanga ule utapita tu, na ukinyanyuka pale unaambiwa hakuna. Lakini kama ipo itasimama iseme hapa kuna dalili. Kwa ni bora kujua hali yako mapema, bora kujua hali yako mapema. Kwa nadhani madaktari baadaye huko mngeweka siku maalum kwa wale wanaotaka kufanya uchunguzi wa afya zao. Kwa viongozi wetu wa dini, jamii na vyombo vya habari, tuendelee kusaidia kutoa hamasa na elimu sahihi. Watu wetu wasipelekwe katika tiba zisizothibitishwa wakati ugonjwa ukiendelea. Imani na tiba si maadui. Mungu wetu ametupa maarifa na utaalamu, vitusaidie kuokoa maisha. Kumweka tu mgonjwa hapa ukamwekea mkono, Baba msaidie, Mwenyezi Mungu ya Allah, surati nini ile shekhe, surati Shifa, ukamsomea, umemshika kichwa, haiondoshi kansa. Baba, waleteni kwa wataalamu, waleteni kwa wataalamu watibiwe. Rai yangu kwenu, tuwatie moyo wagonjwa wa saratani, tuwasaidie kupata taarifa na matibabu sahihi.